kiasi kwamba tulisahau timu za Simba na Yanga. Mlikuwa kama Mbeya. Tulikuwa yani hata Mbeya hawapati kitu. Hawafikii stage. Hawafikii. Si huko ulikuwa mtu tukisikia anaongelea habari za Simba au Yanga anashushwa kwenye jukwaa. Tena sio anashushwa kwa hiari. Shushwa na watu walikuwa wanafurika sana huko ndani. Yule bwana alifanikiwa katika eneo hilo. Atakaye kuambia kwa ilishuka kwa ajili ya Simba na Yanga, huyo hajui historia ya Kariakoo kushuka kwake. Neno lako la mwisho kwa wapenzi wa mpira mkoa wa Lindi, lakini pia wapenzi wa mpira kitaifa kiujumla katika swala hili, lakini pia tunaelekea katika uchaguzi mkuu wa chama wa shirikisho la soka Tanzania TFF. Kuna kuwa kipindi hiki wewe una experience na uongozi, unafahamu kipindi cha uchaguzi namna ambavyo joto linakuwa lakini sasa hivi joto ambalo limeanza kutengenezwa ni juu ya rais wa shirikisho la soka Wallace Karia kwenda kuchukua kwa muhula wa 3 ambaye amerejesha fomu. Maoni yako ni yapi? Maoni yangu mimi niungane tu na wajumbe ambao wamempa endorsement bwana Karia. Niungane nao, kama wameiona kazi ya Karia iko vizuri kama ninavyoiona mimi, basi wamuunge mkono Karia. Mengine ni maneno tu ya kishabiki. Shida ya Watanzania au sijui mashabiki niseme, shida yetu tunahesabu mabaya, hatuhesabu mazuri. Lakini ukiweka kwenye mizani mazuri ya Karia na mabaya ya Karia, utakuta mazuri ya Karia ni mengi kuliko mabaya ya Karia. Kwa hiyo mimi niwaombe mashabiki zangu au wenzangu, sio mashabiki zangu, wenzangu wanaonisikiliza, mashabiki wa mpira, niwaombe tuache haya maneno. Wachaguaji wapo, tusishinikize jambo ambalo halipo. Umeelewa? Hawakatazi watu kuchukua fomu kugombea, lakini mimi naamini wenyewe wameamua na sikuwalazimisha mimi. Wenyewe tu kwenye kikao chao wakaamua bwana, kulingana na kazi ya Karia, kwa kutambua kwetu kazi ya Karia, basi tunaenda naye. Sisi udhamini wetu tumpe Karia ili tuende naye. Shukrani sana. Asante.